Karibu kutazama kila ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Siku hii ya leo tutakwenda kuzungumzia masuala ya kimichezo. Katika mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na JKT Tanzania, vilio na simanzi vya tawala uwanjani baada ya kiungo mchezaji mahiri wa Yanga Pacome Zouzoua kupata jeraha kubwa la kuvunjika mguu. Tukio hilo limetokea mwishoni mwa kipindi cha kwanza baada ya mchezaji huyo kukutana na dhoruba ya ulinzi mkali kutoka kwa walinzi wa JKT Tanzania waliojaribu kuzuia mashambulizi yake ya hatari. Kabla ya tukio hilo la kusikitisha, Pacome alikuwa akionyesha kiwango cha juu sana, akidhibiti safu ya kiungo na kupiga pasi za mabao zilizowasumbua wapinzani wao. Mashabiki wa Yanga wamemiminika uwanjani wakishangilia kila mguso wake, wakitarajia burudani ya kawaida kutoka kwa fundi huyo wa soka kutoka nchini Ivory Coast, ambaye amekuwa nguzo muhimu ya timu hiyo msimu huu. Hali ikibadilika ghafla kuwa ya sintofahamu wakati Pacome alipoanguka chini huku akipiga kelele za maumivu makali huku akishika mguu wake. Waamuzi wa wachezaji wa timu zote mbili walinyoosha mkono juu kuashiria jopo la madaktari kuingia uwanjani haraka iwezekanavyo, kwani ilionekana wazi kuwa jeraha hilo lilikuwa kubwa na lisingeweza kumruhusu kuendelea na mchezo huo. Madaktari wa Yanga walifanya huduma ya kwanza na haraka kabla ya Machela kuingizwa uwanjani na kumtoa nje huku akilia kwa maumivu, tukio lilowafanya baadhi ya wachezaji wenzake kushindwa kuzuia machozi. Kocha mkuu wa Yanga akionekana kusikitishwa sana na tukio hilo, alilazimika kufanya mabadiliko ya mapema ili kujaza nafasi ya Pacome, ingawa pengo lake lilionekana wazi kutokana na jinsi alivyounga mkono timu hiyo. Benchi la ufundi na wachezaji walioonekana kucheza kwa tahadhari kubwa. Hili ni pigo kubwa sio tu klabu ya Yanga waliowania mataji mbalimbali msimu huu, bali pia wapenzi wote wa soka la ushindani nchini ambao wamezoea kuvutiwa na ufundi wa nyota huyo. Mashabiki kote nchini wameanza kutuma ujumbe wa faraja kwenye mitandao ya kijamii wakimwombea Pacome Zouzoua apone haraka na kujirejea katika uwanja na kuendelea na mazoezi na michezo mingine kama kawaida, lakini pia kikubwa awe imara zaidi. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Gift Online TV.